Naam, ni matumaini yangu mbuheri wa afya wakati huu ambapo tena tunakutana katika kipindi chetu kipendwacho cha Kiswahili katika darasa hili letu la Bryant's Academy. Naam, unaweza kuwa unajiuliza leo hii nimewaandalia nini katika kipindi chetu, ila kabla ya hapo nitakuwa mchoyo wa shukrani iwapo nitakosa kuwarudishia shukrani kwa kuzidi kuwa waendelezi wa chaneli hii yetu ya Bryant's Academy, ambapo tunadili na masuala mbalimbali katika mtaala huu wa umilisi. Na ni shukrani tu kutoka kwangu kwa kuzidi kunishikilia mkono kwa kutazama na kusambaza video hizi katika vikundi mbalimbali, ndiposa tukaweze kusaidiana katika kufunza madarasani sehemu hii ya somo la ubunifu na michezo na somo la Kiswahili. Kwa hivyo niko mwingi wa shukurani kwenye nyinyi. Kwa hivyo moja kwa moja katika somo letu la leo, ningependa tukaweze kujadiliana na kusemezana kuhusu tasnia ya uandishi katika gredi ya 9, na sehemu ambayo ningependa tukaweze kuzama kwa undani ni sehemu ya uandishi wa insha za muundo. Na insha mojawapo ambayo tutaangazia katika kipindi chetu cha leo ni insha ya barua rasmi ya kuomba kazi. Kumbuka, kando na barua rasmi kuna insha nyinginezo za muundo kama vile hotuba ya kushawishi. Kuna insha kuhusu shajara ambayo nishaiangazia katika chaneli hii. Kuna barua rasmi kuna barua ya kujibu barua ya kirafiki ambayo pia nishaangazia. Kuna kujibu barua pepe na shajara, shajara nishazungumzia. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya insha za muundo ambazo wanafunzi wa gredi ya 9 wanafaa wakaweze kuzifahamu, maana kumbuka, hatuwezi tukatabiri katika mtihani wao wataletewa insha ipi. Kwa hivyo moja kwa moja, wacha tukaweze kuzama katika kipengele chetu cha leo cha barua rasmi ya kuomba kazi. Na tunapata kwamba ni barua inayoandikwa na mtu anayetafuta ajira katika kampuni, shirika au mahali pengine rasmi. Kwa kimombo utapata kwamba ni application letter. Kwa hivyo katika Kiswahili ni barua rasmi ya kuomba kazi. Na maudhui makuu ya barua hii ni kuomba nafasi ya kazi fulani. Yaweza kuwa ni kazi ya utangazaji, kazi ya ualimu katika shule fulani ya kibinafsi pale, ama kazi yoyote ile ambayo unahitajika kuandika ombi la kuomba kazi hiyo. Na wakati mwingine unapata kwamba nafasi hiyo ya kazi huwa imetangazwa. Maana unapata kwamba unatafuta kazi na hiyo kazi unakutana nayo katika mtandao fulani. Unaweza kuwa ni mtandao wa WhatsApp ama mtandao wa Instagram ama X, imetangazwa pale kwa chapisho. Kwa hivyo unapatiwa pale sehemu ambayo utatuma zile barua ambayo umeandika kwa kuomba hiyo kazi. Kwa hivyo ndipo tunasema wakati mwingine nafasi hiyo ya kazi huwa imetangazwa kwenye vyombo mbalimbali vya habari. Na barua rasmi ya kuomba kazi ina vipengele vifuatavyo vya kimuundo. Kwa hivyo vipengele vipi ambavyo vinaunda barua rasmi ya kuomba kazi? Kipengele cha kwanza ni anwani, na tunapozungumzia anwani huwa ni mbili. Kuna ile anwani ya mwandishi na ya mwandikiwa, yule ambaye ametangaza kazi hiyo, huyo ndiye tunayemwandikia. Kwa hivyo kuna ile anwani ya wewe ambaye unaandika na ile anwani ya yule ambaye unamwandikia hiyo barua. Na anwani ya mwandishi huwa juu upande wa kulia, mkono wako wa kulia pale juu, ile hali ya mwandikiwa
hufuata chini yake upande wa kushoto. Tunatumia mkono wa kushoto na mkono wa kulia. Kwa hivyo utaruka mstari mmoja kutoka kwa anwani ya mwandishi na uende kwa anwani ya mwandikiwa upande wa kushoto baada ya kuruka mstari mmoja. Kisha kuna tarehe. Kipengele cha pili ni tarehe, na tunapoangazia tarehe huonyesha tarehe ya kuandikiwa kwa barua hiyo. Hiyo barua umeiandika lini, na tarehe huandikwa chini ya anwani ya mwandishi. Baada ya anwani ya mwandishi utaruka mstari mmoja ama nafasi mmoja, kisha uandike tarehe. Usiambatanishe tu na anwani ya mwandishi, wacha nafasi ya mstari mmoja, kisha andika hapo tarehe ambayo inaonyesha hiyo barua uliandika siku gani, mwaka gani. Kisha kuna sehemu ya marejeleo ama kipengele cha marejeleo, na katika kipengele cha marejeleo huandikwa iwapo barua ina kumbukumbu na huandikwa kwa kufupishwa. Mfano, rejeleo la hapo hivyo hadi kuna mwaka na tarehe hapo hivyo. Kwa hivyo kuna pia sehemu ya mtajo, na tunapoangazia sehemu ya mtajo tunaangazia humtaja mwandikiwa kwa cheo chake. Kumbuka ni shirika, kwa hivyo tunaandika jina la yule ambaye tunamwandikia kwa kumtaja cheo chake. Kwa mfano, kimsingi humrejelea anayeandikiwa kama bwana au bibi. Kwa hivyo bwana au bibi, na huandikwa chini ya anwani ya anayeandikiwa. Baada ya anwani ya yule ambayo unamwandikia, hapo chini ndipo unaandika mtajo. Unayemwandikia ni bi au ni bwana, kisha unaandika hapo jina lake. Kisha kuna sehemu ya mada, na katika sehemu ya mada huandikwa baada ya mtajo na kutangulizwa kwa neno au kifupisho cha neno linalodokeza lengo. Kwa mfano, ni kuhusu kuomba kazi katika shirika la utangazaji la Citizen, ama mintarafu. Kwa hivyo tunafupisha mintarafu kuwa mint ni mintarafu kuhusu, kisha unaweka pale lengo la kuandika barua hiyo. Kisha kuna kipengele cha utangulizi, na katika utangulizi, kumbuka hii ni barua rasmi. Kwa hivyo katika utangulizi huwa aya ya kwanza ambayo huangazia sababu ya kuandikwa kwa barua ile, na iwapo nafasi hiyo ya kazi ilikuwa imetangazwa, hayo hurejelewa kwenye aya hii. Kwa hivyo unasema lengo lako au sababu ya kuandika barua hiyo, na iwapo uliipata ikiwa imetangazwa, unasema uliipata kupitia njia gani katika aya ya kwanza. Na kisha kuna kipengele cha mwili, na hapa huwa aya zinazofuata utangulizi na hufafanua ujumbe moja kwa moja kwa lugha ya heshima na kwa sentensi fupi fupi. Kisha pale mwisho kuna hitimisho, ambapo huwa na jina na sahihi ya mwandishi. Kumbuka ni barua rasmi, kwa hivyo pale chini kuna jina la mwandishi na sahihi. Kwa hivyo hapa nitawaacha na mfano wa barua rasmi ya kuomba kazi jinsi mnavyoiona katika kiwambo chenu hapo. Kwa hivyo pitia mfano huo na waelekeze wanafunzi, na iwapo wewe ni mwanafunzi pitia, kisha mwishowe uje ukaweze kujiandikia insha yako ya barua ya kuomba kazi, kisha mpatie mwalimu akaweze kukusahihishia na uone ubora wako umefika kiwango kipi. Maana kumbuka, hujui hii insha utaletewa katika mtihani upi. Yaweza kuwa ni mtihani wa mwigo ama ule mtihani wa kitaifa ambapo tunaazamia kukalia mwishoni mwa mwaka huu. Kwa hivyo kwa leo ni hayo tu, na natumai tutazidi kuwa pamoja. Mungu akaweze kuwabariki.